Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia wakiendelea kuweza kujipatia ushindi kwa kila mchezo, lakini sambamba pia wanaendelea kuweza kufanya vizuri kabisa katika anga la kimataifa, ambapo huko wameshinda mechi zao 2 na kwenye ligi wako sehemu nzuri kabisa, wakiweza kuhakikisha kwamba wanatetea mataji yao waliochukua msimu uliopita. Sasa klabu ya soka Young Africans imetoa taarifa yake kubwa kwa siku hii ya leo kuhusiana na usajili mpya ambao wameukamilisha na wanakwenda kuutambulisha kwenye dirisha dogo la usajili. Kumbuka kwamba dirisha dogo la usajili limebakiza siku kadhaa tu kuelekea kwenda kufunguliwa, na unafahamu ya kwamba timu zinapata nafasi ya kuweza kuingiza maingizo mapya, lakini uongozi wa klabu ya soka Young Africans umeweza kuweka bayana na kusema ya kwamba dirisha dogo watafanya maingizo mapya yatakuwa ni mengi tofauti na msimu mwingine iliyopita, kwa sababu wanaona kama vile kuna wachezaji ambao wameshindwa kuendana na mfumo wa Young Africans. Hivyo basi wanaona kabisa ni dhahiri shaili ya kwamba wanahitaji kuweza kuingiza maingizo mapya. Sasa maingizo mapya ni pamoja na hili ingizo jipya ambalo ni kubwa na litakwenda kushtua nchi kwa mujibu wa kauli ya Engineer Hersi. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa, ambaye atakwenda kuitikisa nchi baada ya kuweza kutua kwenye kikosi cha Young Africans. Mimi nimekusogezea taarifa hiyo, utakwenda kujua mwanzo mwisho kuhusiana na hilo, ila kabla tujiendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, tutakufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine, unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans ambayo kwa sasa inaonekana kwenda vizuri kabisa, sambamba na kile ambacho wanaonekana kuweza kukitaka katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, sambamba na yale hapa nazungumzia mapendekezo yao kwenye ligi, kwamba wanahitaji kuweza kuchukua ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa unaambiwa uongozi wa Young Africans inaelezwa kwamba Yanga wanataka onyesha kwamba wanalihitaji dirisha dogo la usajili la mwezi Januari, ambapo timu inaonekana haijapata mbadala wa wachezaji walioondoka kwa usahihi kabisa. Mfano katika eneo la Alidi Aucho na Aziz Ki, ambapo wachezaji gani ambao wachezaji ambao wapya wameingia Yanga wanaonekana kutoweza kufiti katika yale mapengo ambayo yaliyoweza kuachwa na wachezaji ambao wapo ambao wamesajiliwa. Sasa taarifa inaelezwa kwamba Young Africans wanaingia sokoni kwenda kutafuta wachezaji wapya kabisa, na miongoni mwa wachezaji ambao inaelezwa kwamba huko tayari mambo yameanza kuiva ni kuhusiana na dili ambalo wanalipushi kwa sasa la Elie Mpanzu. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaonekana kuweza kuzungumzwa kwa sana kwelikweli juu ya mwamba huyo kujiunga na kikosi cha wananchi Young Africans akitokea pale wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Taarifa zinaeleza kwamba Elie Mpanzu hana furaha ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club kutokana na mienendo ambayo inaendelea ndani ya kikosi hicho, ambapo inaonekana mchezaji huyo akivutiwa zaidi na project ya Young Africans, taarifa zikieleza kwamba lipo uwezekano la kuweza kumngoa
Hapa nazungumzia Elie Mpanzu kuna katika dirisha dogo la usajili kujiunga na miamba ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo unafahamu ya kwamba kwa kipindi cha hivi karibuni si tu unaweza kusema kwamba ni Elie Mpanzu ndio anaweza kuwa mtu wa kwanza kuondoka kwenye kikosi cha Simba. Hivi karibuni wametoka kuweza kumchukua Mohamed Hussein Shabalala, lakini nyuma waliondoka na kipenzi cha wana Simba. Hapa nazungumzia Clatous Chama Chama, kila mmoja akuamini kile kilichokwenda kutokea. Taarifa zinasema ya kwamba ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba kwamba Elie Mpanzu yupo Simba kimwili, lakini roho iko ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba wakati wowote, ambapo pia anaandika Hans Laffel, mchambuzi wa soka, anatusanua kuhusiana na taarifa nyingine ambayo inaendelea kwenye kikosi hicho, ambapo inaelezwa kwamba huenda klabu ya soka ya Young Africans ikaachana na, hapa nazungumzia Andy Boyeli. Unaambiwa kocha mkuu wa Yanga Pedro Gonzalez amewaambia viongozi wake wamsajili mshambuliaji hatari wa Angola Laurindo Dilson Malia almaarufu kama Depu mwenye umri wa miaka 25 kwenye dirisha dogo la usajili. Depu amewahi kupita kwenye vilabu vya Petro de Rwanda na vingine kutoka nchini Serbia, ambapo ameifungia timu ya taifa ya Angola goli 15 kwenye mechi 18, ambapo inaelezwa toka alipoweza kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Petro de Rwanda. Lakini ni moja kati ya watu ambao inaelezwa huyu Depu ni moja kati ya wachezaji noma kweli kweli. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba Yanga wanakamilisha usajili mmoja mkubwa sana wa ndani, ambapo inaelezwa kwamba Emmanuel Mwanengo msimu huu ambaye anasajiliwa ndani ya kikosi cha Young Africans. Tetesi zinasema kwamba klabu ya Yanga inasemekana imekamilisha usajili wa mchezaji Emmanuel Mwanengo kutoka TRA United. Emmanuel Mwanengo ni mshambuliaji wa pembeni, ana umri wa miaka 22. Alisajiliwa na Tabora United kutoka Uarabuni dirisha dogo msimu uliopita na akafanikiwa kucheza mechi 14 na kufunga mabao mawili. Msimu huu amecheza mechi 6, hajafunga bao lolote. Ana kasi, ana nguvu, ni tabu kwa mabeki. Kama ni kweli, basi huu unaweza kuwa usajili wa kwanza wa Yanga katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili, ambapo Young Africans wanaonekana kabisa wanalihitaji kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo wachezaji ambao wanaonekana kuendelea vizuri kwenye kikosi chao, ambapo wengine huenda Young Africans wapo katika kufanya marekebisho ya kikosi chao, wakiangalia namna kuweza kufanya kile ambacho kinachowezekana ili kuweza kuiongezea thamani klabu yao ya Young Africans na kuipa nguvu kuelekea katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo ni target yao kubwa kabisa kuweza kufikia katika hatua nzuri msimu huu. Bana, tusubiri kuweza kuona kipi kitakachojili, ila unaweza kuweka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, niandikie wewe unauchukuliaje usajili huu ndani ya kikosi